Aprili 25. Ijumaa. Mwaka wa 2025, Remnant wenye nguvu ya kuokoa ulimwengu. Wakorintho wa pili 12:10. Kwa hiyo nakubali kwa radhi udhaifu, dharau, taabu, udhalimu na mateso kwa ajili ya Kristo, maana ninapokuwa dhaifu, ndipo ninapokuwa na nguvu. Sasa, Remnant lazima wajiandae na uwezo wa kuokoa ulimwengu. Remnant ambao wana uwezo wa kujiuisha wanaweza kuokoa ulimwengu na zama. Ikiwa ndivyo, basi ni nini nyinyi, Remnant, mnapaswa kufahamu? Kwanza, lazima ujue jibu ambalo Remnant 7 walipokea. Yusufu aliweka agano la uinjilisti wa ulimwengu katika moyo wake. Mungu alimjaza kabisa Yusufu Roho wa Mungu. Kupitia Remnant mmoja aliyeshikilia agano, Mungu alitekeleza jibu la uinjilisti wa ulimwengu. Pili, ni lazima ujue ukiri muhimu wa Paulo. Paulo alipata kiwango kikubwa zaidi cha elimu. Hata hivyo, hakuweza kufanya kazi za uinjilisti wa ulimwengu kupitia hili. Baadaye, alipata nguvu kuu ya maombi na Mungu akampa neema kubwa sana. Tatu, ni lazima ujue mambo ambayo mwinjilisti Paulo aliyaacha. Paulo aliingia katika masinagogi na kueleza Kristo kwa wazao. Hivi ndivyo mnara unapaswa kuwa. Pia aliwasilisha mionozo ya kupokea majibu ya kweli na pia nguvu za kuendelea na safari ya maisha yake. Unapofurahia nguvu ambazo Mungu hutoa, lishike agano sahihi. Kwa wakati huu, utapokea uwezo wa kujiokoa na pia kufurahia majibu ili kuokoa ulimwengu na zama kama vile Remnant 7, ombi la agano. Mungu Baba, nisaidie kujiandaa kuwa Remnant ambaye ana uwezo wa kuokoa ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.